Maisha haya yametuangusha sana katika namna mbalimbali. Na katika maisha yetu tulio nayo, maisha yametuangusha katika sehemu mbalimbali. Unaendelea kutafakari maisha haya yamekuangusha wapi? Changamoto gani zimekuwa zikikuangusha mara kwa mara, hata wakati mwingine zikitaka kukupeleka mbali na Kristo? Lakini sikiliza mstari wa 16, anasema nilipomleta kwa wanafunzi wako hawakuweza kumponya. Unajua, yawezekana tumekwenda kwa wanafunzi wengi ambao tukiamini ya kwamba wakituombea tutapona. Inawezekana tumekuwa na jitihada mbalimbali, tumeteseka tukidhani ya kwamba twaweza kupata uponyaji, na hata huyu mama akiwa na mwanae walihangaika kutafuta uponyaji. Na siku ya leo ni siku ya ibada. Inawezekana sabato hata sabato umekuja na mzigo wako ukikutesa, ukikuangusha mara kwa mara. Yesu anatoa jawabu. Kwa nini haikuwezekana? Mstari wa 26 ndio nataka, wa 21 ndio nataka tusome, alafu twende katika program ya maombi. Yesu akajibu akamwambia yule mama, unajua ni kwa nini umeteseka? Unajua ni kwa nini wanafunzi wameshindwa kutoka katika shida yako? Ni kwa sababu moja tu. Yako mambo ambayo hayatatoka isipokuwa kwa kusali na kufunga. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ndiposa wakati umekuja. Yako mambo ambayo yamekuwa yakikusumbua, ambayo sasa yakikutesa, hayatatoka isipokuwa tumeomba, tumefunga na tumesali. Inawezekana hata ibada umekuwa ukija ukimsikiliza kila mhudumu usipate kitu chochote, na wewe unatamani ukija usikie Mungu akinena na wewe. Nataka nikuambia haiwezekani isipokuwa kwa kusali na kufunga. Saa hii ya pekee ya ibada tunakwenda kujikabidhi kwa Bwana. Ukamwambie Bwana kile ambacho kimekuwa ni kikwazo kwako, kikikufanya usiweze kupata lililokuwa hitaji lako unapokuja katika ibada. Kwa nini unateseka bado, unaanguka na kuumia wakati umekuja katika ibada? Hii ni saa iliyotolewa rasmi na kanisa letu limeweka dakika maalum